naitwa Isaac Pierre Nagaheba na ni mchungaji wa kanisa la Kipentekoste wa Afrika hapo Vasa, ndio kwenye mji mimi nakaa, na tayari tumekuja hapa kwenye mkutano tukialikwa kwa huyu mkutano wa msisimuo ili kwamba injili iende mbele. Basi na ni fasi ndefu kwenye tumekwenda kutembea, tumetembeza gari muda wa masaa 3.5 kwa kweli, na ndipo tumekwenda kufika kwenye nafasi hii ya Amerika. Naitwa Pastor Fred Biadunia, kwa wengine wananiita Luamba. Nimetokezea Simple Route RV na ndiko ninahudumu kazi ya Mungu kama pastor. Huko ambapo tunaishi huko Simple tunatembea saa 3.5 na ili tufike hapa Amelina. Nimepitia kupata aliko hii kupitia link ya jina ya kanisa hii. Kuna mtumishi wa Mungu aliyenisukumia kwenye WhatsApp, na nilipoiona ndipo nikaona ni vema nije tushiriki pamoja na Ndio, kwa kweli tulipofika hapa kwenye mkutano, tulianza mkutano huu kwenye tarehe 26 za mwezi huu wa 7, ilikuwa ni siku ya 5. Na mkutano huu kabisa ulianza kabisa na moto wa Mungu. Watumishi wa Mungu kutoka nchi mbalimbali wamekwenda kuhudumia, na kwa kweli tulipata faida kabisa ya maneno waliokwenda kutufundisha kwamba tunatakiwa kwamba kazi ya Mungu tuifanye katika haki na kweli. Na siku ya pili hakika mkutano umeendelea tarehe 27, siku yake ya posho, na kwa hiyo tumekwenda kufaidika tena zaidi kwa mafundisho waliokwenda kuyatoa. Na kwa kweli kwamba tunatakiwa kabisa tufanye kazi ya Mungu kwa umoja na bidii ili kazi ya Mungu iendelee isonge mbele. Hapo kabisa tumeona kwamba hakika huu ni msisimuko wa kupasha tena injili huku katika nchi za Ulaya. Kwa wakati huu tunamshukuru Mungu kwa sababu tangia nimekuja siku ya 5 na hadi leo nimepata kubarikiwa, kwa sababu watumishi wa Mungu kupitia Roho Mtakatifu wameongozwa na wakafundisha, na tumesikia kabisa kubarikiwa. Ndiyo, kufatana na swali hilo, ni kweli ni kujaribu kuwaonyesha kwamba hakuna kinalo shindikana mbele za Mungu, na ikiwa hawakuweza katika muhulu huu, ni vema ya kwamba wangeendelea kuomba Mungu ili mwaka ujao, ikiwa Mungu atatujalia, watumishi wa Mungu wanapanga tena mkutano kama na huu, wasikose kufika, kwa sababu tumebarikiwa, na nadhani wale ambao wameshiriki mkutano huu hawatarudi kama vile walivyokuja.
hiyo kwa kweli ninalo jambo la kuwaeleza wapendwa wenye hawakupata nafasi kwamba ili wafanyikiwe kufika kwenye mkutano huu, wajitahidi kwa mkutano mwingine utakao kwenda kupangiliwa ili nao wapate kufika. Waombe kabisa, wamulilie Mungu ili awafungulie milango ili wakaje nao kupokea baraka tulizokwenda kuzipokea kwenye mkutano huu. Zaidi yako kuna mwingine na upata toke yako mwingine. Ya uliyeziumba mbingu na nchi, ni wewe tu Bwana unastahili kuabudiwa. Tuko hapa Bwana, tupe neema na kibali nasi tufikie ule mwisho mzuri. Tunatamani na sisi siku moja tuimbe pamoja na wamalaika. Ya tunatamani siku moja na sisi turinzi uzima wa milele. Ya tunaimisha na sisi kwaya siku moja turinzi uzima wa milele. Bwana tupe neema na kibali cha kufikia ule mwisho mzuri. Kwa uweza wa jina la Yesu tunaomba na amini. Amen. 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 Amen.